Ndugu zangu Waislamu, siku za mwezi wa Ramadhani zimemalizika. Masiku yake yameondoka na khairi zake na baraka zake. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umetuaga baada ya kuketi na sisi kama alivyoashiria al-Imam Zainul Abidin alayhi salam maqama hamdin wa sahibana suhbata mabrurin fanahnu muwaddi'uhu wida'a man azza firaquhu alayna wa ghammana wa awhashana insirafu. Baada ya kwamba umeketi na sisi maketo ya himdi na ukasuhubiana na sisi usuhuba wa wema, leo sisi twauaga maago ya mtu ambao huona uzito kumkosa anayemwaga. Umetutia hamu, dhiki na umetutia kinyezi kutuondokea. Hatuna la kuuambia isipokuwa ni kukariri yale yale aliouambia yeye Imam Zainul Abidin, assalamu alayka ma kana amhaka lidhunub, amani ndako wewe, ni uzuri uloe wako wa kutufutia madhambi. Assalamu alayka ma kana atwalaka ala almujrimin, amani ndako wewe, ulikuwa mrefu sana kwa wale wahalifu. Wa ahyanaka fi suduri almu'minin, lakini ulipita mara moja katika zifua za waumini. Assalamu alayka ya shahra Allahi al-akbar, amani yulako mwezi wa Mwenyezi Mungu ulio mkubwa. Wa ya ida awliyai, na wewe ndio idi ya mawali wa Mwenyezi Mungu. Umemalizika mwezi wa Ramadhani na imekuja idi, lakini suala la kimsingi ni hili: ni kalenda tu twaizungua kila mwezi, kwamba Disemba imekwisha imeingia Januari, ama Februari imekwisha imeingia March, ama mfungo 5 umekwisha umeingia mfungo 6. Ni hivi tu kuhesabu siku, ama kuna kitu cha kina ndani tunataka tukielewe? Siku ya Idi ni siku muhimu sana katika maisha yetu Waislamu. Ni siku kubwa sana kwa kiasi katika dua tunaoisoma katika kunuti ya sala ya Idi ya imestahiki kuapa mbele ya Mwenyezi Mungu na kumuomba kwa siku hii. Tunapomwambia as'aluka bihaqqi hadha al-yawm, na kuomba Mola wangu kwa haki ya siku hii, alladhi ja'altahu lilmuslimina ida, ambao umeijalia kwa Waislamu ni siku ya Idi, siku inaoapiwa na siku inaotangulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama wasila wa kuomba dua. Si siku ya kawaida, ni siku ya tufundisha sisi vipi mwanadamu hutoka kwenye zama akaingia kwenye zama, vipi mwanadamu hutoka kwenye mwezi akaingia kwenye mwezi, vipi mwanadamu hutoka kwenye siku akaingia kwenye siku. Siku ya Idi, hususa Idi hii ya mfungo kwanza, twasherehekea. Suala ni hili: nini tunachokisherehekea siku ya Idi? Hususa katika siku hii ya Idi ya mfungo kwanza twafurahia. Suala, nini tunachokifurahia? Turudi kidogo. Mwezi wa Ramadhani tumeonesha mfano mwema sisi kama Waislamu, kama binadamu, tutatakana vipi tuishi katika mwezi wa Ramadhani. Bila shaka kwa kujifanyisha kwa ukweli, tabia zetu zilikuwa ni tofauti na miezi mingine. Mwezi wa Ramadhani, sawa iwe ni kwa kujilazimisha ama ni kwa kuzoea, misikiti yetu ilikuwa ni tofauti na miezi mingine. Mwezi wa Ramadhani,
sawa iwe ni kwa kuizoezesha ama ndio ni mambo tumeshayazoea. Qur'ani na sisi mahusiano yetu hayakuwa ni katika hali ya kawaida. Mwezi wa Ramadhani mahusiano yetu na maskini hayakuwa ni ya kawaida. Mwezi wa Ramadhani mahusiano yetu na sala, mahusiano yetu na dua, mahusiano yetu na Qur'ani, mahusiano yetu na familia zetu, endelea mpaka mwisho, hayakuwa ni ya kawaida. Kila mmoja kwa daraja yake, lakini sote twaweza kuwapa yamini kwamba katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa sio wale watu wa kawaida katika miezi mingine, hata kama ni kwa 5%, hata kama ni kwa 2%, hata kama ni kwa moja, tutatofautiana, lakini sote tushirikiana kwenye hili la kimsingi. Suala, nini tunachokisherehekea? Kwa khutba yangu nimeipa unwani al-Eid wa farhatul injaz. Idi na kusherehekea kile tulicho achieve katika maisha yetu. Tumeongeza kitu, tumefanya kitu kimekuwa. Unapokwenda mbio wewe katika maisha yako kwa jambo lolote unalolitaka, la kidunia au la kiakhira, la kimwili au la kiakili, siku unapoadia kwamba limekuwa. Mimi nilikuwa nina project yangu ndio ndoto ya maisha yangu, leo imekuwa. Mimi nilikuwa nina masala yangu ambayo ndio mustakbali wangu, leo yamekuwa. Wahisi vipi katika moyo wako? Wahisi vipi katika nafsi yako? Raha utakaokuwa nayo nani? Kila mwanadamu ajivunia mambo anayofanikiwa kuyafanya katika maisha yake, kitu ambacho kwamba kwa lugha ya kieo umeweza kuachieve katika maisha yako. Sasa sisi kitu gani tumefanikiwa kukifanya katika mwezi wa Ramadhani? Kitu gani tumeweza kuongeza katika ubinadamu wetu? Kitu gani tumeweza kuongeza katika maarifa yetu? Kitu gani tumeweza kuongeza katika maadili yetu na nyendo zetu na akhlaqi zetu na ubinadamu wetu na utu wetu na jamii yetu kwa jumla? Kitu kikubwa sana ndugu zangu. Dauri la saumu limetutengeza tabia zetu kwa jumla, ingawa hakukosekani upunguani hapa na pale. Uzi kuna mtu mzima mmoja anambia, na mambo nataka kukwambia ni muhimu sana uyazungumze katika darasa zako. Kamuuliza mambo gani? Akanambia kuna mambo mawili hunikera, amenituma yani nizungumze. Mtu mzima ninayemheshimu. La kwanza akanambia, mbona huu mwezi wa Ramadhani umebadilishwa umekuwa mwezi wa hasira, hususan vijijini? Mbona hizi bakora ambazo walikuwa wazee wetu ni ada wakitukua na tasbihi kuonesha ile haiba ya mwezi wa Ramadhani, mbona zimebadilika, zimekuwa ni za kutiana mwilini, na imekuwa kila mtu akifunga na hasira, ghadhabu, katiti uko tayari kutukanana, katiti uko tayari kupigana? Yako haya matatizo, na ni mambo ambayo kusema ule ukweli hayataki ilikuwa kuzungumzwa leo. Nimechelewa tu kutanabahi nayo na kuambiwa, lakini mwezi wa Ramadhani si mwezi wa hasira. Ndaa ya tumbo isitupandishe ghadhabu za akili. Mwezi wa Ramadhani tuko kwenye mazoezi kujifundisha subra. La pili, babangu namwambia, anaambia jambo la pili, kumekuwa na tabia, na hii iko kutoka Malamti na Idi. Hii swala ya Juma adhuhuri ni raka 4. Mwenyezi Mungu ametuondoshea raka 2, akatubakishia raka 2, akatuwekea badali yake khutba ngapi? 2. Tofauti, swala ya Juma khutba huwa kabla ya sala, na swala ya Idi khutba huwa baada ya sala. Leo imekuwa hatuendi kuswali Juma mpaka imamu kumhukimiwa. Kwa wasikie watu katika mbio, makopo hulia choni.
Sikwambii ndugu yangu umefanya maasiya, sikwambii haikusihi swala yako, lakini wasokuwa sisi ututeka. Siku mzima wewe ni sikukuu kwako, wajiandaa kwenda kuswali juma, kisha mpaka umekuwa wenda na mbio, umehukosa mpaka na rakaa ya kwanza. Wale tuwaambiao tupeni sikukuu ya Idi, wale tuwaambiao tunataka ofisini na mashule tutolewe saa 5 siku ya juma, kisha watuone sisi tukezie mabarazani, wao tutakuwa tunajidanganya roho zetu. Idi hivyo hivyo, zijana akalbura jana Idi yao na hamu ya kwenda kufanya nini? Kutembea na kupata mapende, wale hawana taklifu. Ukipiga salamu wale ile swala ya Idi uiona ndefu wao, wana hamu ya kutoka. Vijana hawana neno, lakini leo utakuta sizungumzi mahala pamoja. Msikiti mingi anishtakia mzee, ananiambia kumekuwa kupigwa salamu siku ya Idi watu wote mbio haraka, twenda wapi jamani? Hiyo Idi tunayosherehekea ni hini, yale mengine ya kujaliza. Ikiwa wewe hujaelewa, hujafahamu, hujaelimika, kwa nini wewe uko hapa leo na kwa nini ulitoka kwenye mwezi wa Ramadhani, vipi utaweza kulinda mafanikio yako? Vipi utaweza kuyadhibiti mafanikio yako? Ndugu zangu Waislamu, sisi Ramadhani imetufanya tujenge mambo mingi katika utu wetu. Vipi tutayadhibiti? Na hii ndio maana ya Eid. Nimewaambia mara nyingi neno Eid latokamana na neno al-aud, ada yaudu. Ndipo pale tunapoambiana minal aidin, tumerudi. Tumerudi wapi? Kwenye maisha yetu ya kawaida. Lakini tumerudi, tumetukua certificate ya mwezi wa Ramadhani. Katika hii certificate ambayo tumetukua, ndani kuna mambo kila mtu ana yake ambayo umeweza kufanikiwa kuyafanya. Mimi miezi 11 kabla ya mwezi wa Ramadhani nilikuwa sina ada kabisa ya kusoma Qur'ani hata aya moja. Wengi katika sisi tuko hapo. Naweza kupita mwaka mzima usisome Qur'ani, unless pengine ualikwe mayasini, unless pengine uweko kwenye tausia kugawanywe juzu, ndio iwe wewe umepewa bila ya kupanga kuisoma ile Qur'ani. Umealikwa kufungua nyumba, ikabidi kusomwe, ndio ukaisoma Qur'ani. Lakini kuamua wewe kibinafsi ushike msahafu usome, wengi katika sisi tuna nuksani. Lakini Ramadhani tumepambana katika kuiboresha tabia hii, mahusiano yetu na Qur'ani. Je, hiki tulichotoka nacho tutakitupa? Msahafu utarudi kidakani? Ndugu zangu, kuna suala moja la kusikitisha tunataka tujiulize, kila mtu ajiulize nafsi yake, mimi na nyinyi. Ni wangapi katika sisi una msahafu wake nyumbani? Msahafu wako ambao ni wako, si wa mkeo, si wa kijana chako, si wa babako, si wa nduyo, si wa nani, ni wako. Kama vile una nguo zako, kama vile una ziatu zako, kama vile una kitanda chako, kama vile una mto wako, kama vile una tauli yako. Ni wangapi katika sisi ana msahafu wake? Sitaki kunena tena hono msahafu wako haukutokea bahati ukapoa sadaka, umekwenda kuuzengea mwenyewe kununua, kama unapokwenda kuzengea nguo yako. Na ikitaka kuuzengea tutazunguka kugonga misikiti na washafu, kuna misahafu wawanywa. Hii ikidulisha kitu, yadulisha kwamba thamani ya kitabu hiki katika maisha yetu ni ndogo sana. Ndugu zangu, licha kutoa 200 kununua msahafu au kutoa 500, toa 10,000 kununua msahafu. Wangapi katika sisi tununua magazeti na hatukosi kununua magazeti? Kila siku tunataka kujua habari za Kenya. Wangapi katika sisi kila mtu ana simu yake, kila mtu ana TV yake? Nani mwenye msahafu wake? Hatua ya kwanza ya kujenga mahusiano yetu na Qur'ani, ndugu yangu, tukitoka hapa turakibishe. Walionayo tabia, sitaki walaumu watu wote, walionayo tabia waendelee nayo.
Kitu cha kwanza, hakikisha leo tukitoka katika Idi umefanya mpango kuwa na msahafu wako, ujenge urafiki na ule msahafu wako, uwe na alama zako, uwe na wayua leo nimesoma hapa mpaka hapa, na usidarwe na mtu, usiharibiwe na mtu. Hata kama ni ngumu huwezi kuusoma, lakini keti nao karibu kila siku. Hakikisha ukilala kitandani kuna kistuli pambizoni umeweka nini? Msahafu. Ukiketi msalani nyumbani kusali, hakikisha karibu yako kuna nini? Msahafu. Hata kama huusomi, izowezeshe kuuona mambo kila siku ule msahafu na kuushika, kisha uande. Usiende kuanda makara 10 wala 20. Mimi huambia kila siku, kila mtu huruka na mbawa zake. Anda hata kama ni aya 2. Jenga mahusiano yako. Itakuwa tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, ile mafanikio tuliotoka nayo tumeweza kuyaboresha na kuyadhibiti, na mifano mingine mengi. Sasa dua tulizofanya, ibada tulizofanya, tabia tulizokuwa nao mzuri, kuhurumiana, kusikitikiana, zote hizi ziweke katika mpango hono wa kusaidiana. Na ukiweza kufanya hivyo kwa nafsi amezopokewa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, utaweza kuibadilisha kila siku iwe ni Idi. Yani kila siku utakao kuongeza kitu, kuachieve kitu katika maisha yako, hiyo ni Idi. Ndio atuambia inma huwa idun liman qabila Allahu siyamahu wa qiyama. Hii ni Idi kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakabalia saumu zao na kisimamo chao. Wa kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fahuwa Eid. Na kila siku ambao umeweza, ndugu yangu, sio umeswali hapa, sio umefunga sana hapa, ukatoka tu na kitu huku muasi Mwenyezi Mungu, basi ukaweza kuketi masaa 24 na ukamaliza, ukirudia hisabu zako ukanena hadha al-yawm lam a'sillah, siku hiyo mimi sikumuasi Mwenyezi Mungu, basi yastahili kusherehekea. Hiyo ni Eid. Wa kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fa huwa Eid. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyowaambia juzi darasani, leo yafanana sana na siku ya Kiyama. Hatuwaoni mamia na maelfu ya malaika wako katika milango ya misikiti watusubiri sisi tutoke, wamepiga safu kama sisi tukimaliza kuswali Eid tutakapokupeana mikono ya nini? Ya Eid Mubarak. Eid Mubarak yani nini? Tahnia, congratulations. Malaika wangoja watupa mikono pale. Nasi za hadithi watuambia hani'an lakum, hani'an lakum. Kama siku ile tutakapokutoka kwenye hisabu yaumul mahshar, watoka tuelekea katika mlango wa pepo, malaika watakuwa hutulaki wakituambia hani'an lakum, hani'an lakum. Hadithi tuisikize yanenaje? Inna yawmakum hadha, siku yenu hii ya Idi, huwa yawmun yuthabu fihi almuhsinun, ndio siku wanaolipwa watu wema, wa yakhsiru fihi almusiun, na wanaokhasirika wale waovu. Wa huwa ashbahu biyawmi qiyamatikum, yafanana mno siku hii na siku yenu ya Kiyama. Fadhkuru bikhurujikum, basi unapotoka majumbani kuya msikitini, kumbukani kama mnavotoka kwenye makaburi, kama siku ya kufufuliwa. Khurujakum minal ajdath ila rabbikum, kama mnavotoka kwenye makaburi kwenda kwa Mola wenu. Na mkumbuke biuqufikum, unaposimama kuanza kusali sala ya Eid na kupiga takbirat, uqufakum baina yaday rabbikum, kumbukani mtakapokusimama siku ya Kiyama mangoja hisabu. Sisi leo tunangoja hisabu yetu ya Ramadhani. Wadhkuru biruju'ikum, mkitoka misikitini marudi majumbani kwenu, udhkuru ruju'akum ila manazilikum bil janna, kumbukani kama siku ile mmetoka kwenye hisabu, sasa marudi katika majumba yenu ya peponi. Tuibadilishe ardhi yetu na maisha yetu yawe pepo au sample ya pepo kabla ya pepo hii. Sisi tumetoka ni watu wengine, kwa mkeo uwe ni mtu mwingine, kwa vijana zako uwe ni mtu mwingine, mwanamke kwa mumewe awe ni mtu mwingine, kwa majirani tuwe ni watu wengine, endelea mpaka mwisho. Tuwe ni watu twaweza kuonesha mfano peponi. Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo una wajibu wa zakatul fitri ambao wakamilisha saumu, na si mahala pa kueleza ahkamu za zakatul fitri hapa, lakini ni kukumbushana
saumu haitimu bila zakatul fitri. Na si lazima uwe na uwezo, ni sunna hata kwa wasiokuwa na uwezo. Sisi udharau zitu hizi, ni thawabu hizi. Umeweza kubambanya kupata, mathalan ukiwa ni madhhabi ya Imam Shafi'i ni kilo 2, ikiwa ni madhhabi ya Imami ni kilo 3, wote wakubaliana ni pishi, lakini tafsiri ndio iko kwenye pishi ni ngapi, ni ratili ngapi. Imam Shafi'i asema pishi ni ratili 4, Ahlul Bait wasema pishi ni ratili 6, sio? Yani ni kilo 3. Na kwa madhhabi ya Imami si lazima kutoa chakula, waweza kutoa pesa. Tia thamani unga ngano, kilo ni bei gani, mtee kile unachokula wewe utoe, ujitolee nafsi yako, mkeo, wano na kila ule ambaye kwamba hakulazimu kumlisha katika nyumba yako, ili furaha ienee na ili saumu zetu zitakabaliwe. La mwisho katika siku hii al-Eid ni yaumul farah, siku ya furaha. Nimeeleza tuwafurahia 4. Kile tulichofanikiwa ni yaumul mawaddati, ni siku ya kupendana. Ni yaumut tawasul, ni siku ya kuwasiliana, kutembeleana, kuzuriana na kupeana mikono na kupigana makamama. Peanani mikono, moto, tudhihirisheni mapenzi yetu kama ndugu wa Kiislamu. Naam, yasikitisha kila ikiaidi mambo matoto yatubaranganisha na matatizo kwa baadhi ya mashehe, na matatizo ni kwa baadhi yetu pia tunaokubali kupelekwa hivi. Hizi ni ikhtilafu, zilikuweko, mimi huambia kila siku zitaendelea kuweko na mpaka Mungu atakapokuirithi ardhi. Tuzoeane, tukubaliane, tusameheane, tupeane udhuru, tuwate siasa kali. Mimi ndio wa peponi, wewe wa motoni, mimi yangu ndio imesihi, yako nini batili. Ndugu zangu, hatumfungii mtu sisi. Kwa wengine huiweka kwenye makamu ya Mungu, sijui nyinyi kadhaa, hatukufungii wewe. Na lao ulikuwa wewe tungekuwa tumetoka kitambo kwenye dini yako. Na baadhi ya mashekhe hujisahau kwamba wao wana rai zao na wana madhhabi yao, na wengine wana rai zao wana na madhhabi yao, na hakuna ambaye hata humpita kwenye khatiri kukufikiria wewe aweza kufuatwa kwenye maneno yako. Kuna wanazuoni wakubwa ndugu zangu, wewe ufuate wanazuoni wakubwa, na sisi tutawaheshimu, na inshallah saumu yako ni makbuli. Na sisi tufuate wanazuoni wakubwa, tuheshimiane, na inshallah saumu yetu ni nini makbuli. Masala wewe utalipa, wewe ulipi, si kazi yako. Weka na kibula chako uswaliwe pia, itakuwa uzuri. Si kazi yako sheikh. Wala hizi mizozo iliyoko barabarani, hakuna mbayana, inshallah mba kila siku. Inshallah mba kila siku. Sheikh, ni masala ya ijtihadi. Tujifundeni jamanini kukhtalifiana. Tujifundisheni kuzoeana. Mambo madogo utaona mitandao yote, maklipu, YouTube, watu badala ya yana walokula yana usiku wa kupambaukia yana, walokula yeo usiku wa kupambaukia yeo. Ahya, masiku mema, masiku yanayofaa kukeshewa. Kwa nini? Kwa dua, kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Kila mtu hayui amekubaliwa hakukubaliwa. Nani katika sisi ayua kwamba amali zetu Ramadhani zimetakabaliwa? Nani una guarantee kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Nani una muhuri wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Twajua sisi pengine Mwenyezi Mungu saumu zetu ametupiga nazo za uso. Wewe ulifunga Jumatatu, ulifunga Jumanne, wewe ulifunga siku yoyote. Almuhimu ni ikhlas, almuhimu ni nia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuzoezeshane kukhtalifiana na tulikariri hili. Wala usimuulize mtu. Tuondosheni haya mazungumzo, yafaa yatoke kwenye maneno yetu ya leo. Tumeona wema yana mama yeo, mwambie alaidina. Na wewe ulotoa yeo, ukimwona mwendani wako mwambie nini? Alaidina. Kwisha. Kutapambana huko, kila mmoja atajua hisabu yake, na inshallah na tumuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie sote Waislamu. Mwenyezi Mungu atuongoze sote Waislamu. Aijalie Idi yetu ndio furaha ya mkomo wa matatizo yetu. Atupe masikizano na maelewano. Ndugu zangu Waislamu,
tusiwasahau wale ambao kwamba wako katika shida yao ulimwenguni, Waislamu katika maeneo tofauti tofauti. Watu watoaidi na familia zao, watu watoaidi na vijana zao, watu kadhaa. Kuna watu wako majela, mzetu wa Palestina, Myanmar, wapi, kila mahali watu hucha hata kudhihirisha kama wao Waislamu. Tuombe Mwenyezi Mungu awafariji, na sisi Mwenyezi Mungu atuongoze, na vijana zetu Mwenyezi Mungu awape busara na maongozo, wawe ni kizazi chema cha kurithi huu umma. Tusiwarithishe kufeli kwetu, tuwarithishe mafanikio yetu tuliyotengeza Ramadhani. Asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa waja'ala al-akhirata khayran lana wa lakum min al-ula. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم، وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.